Haya mtazamaji, ni mwendelezo katika episodi ya 17. Karibu sana, tuendelee mbele basi katika tamthilia yetu My Desire. Mimi ni Michael Lukindo, Mr. Informer. Na basi wakati huu mtazamaji, tunaelekea mbele kwa mbele. Burudani inaendelea. Ni matumaini yangu basi hujambo popote pale ulipo, karibu sana. Wakati utakapoandika basi komenti yako mtazamaji, hakikisha kwamba kwa namna yoyote ile utaniandikia jina lako na kutaja ni wapi pale unapopatikana. Inanisaidia sana wakati naposoma comment wakati mwingine na kuwa najua hawa ni watazamaji wa eneo fulani, hawa wanatokea hapa, hawa wanatokea pale, na wakati mwingine na kuwa rahisi kabisa kuzifikisha salamu zangu kwako. Wale wa Kenya wote ambao basi wanaongoza kwa kufuatilia tamthilia kutoka katika channel hii, na wapa shoutouts kabisa, na kama unajitambua wewe ni mmoja wao, hebu nione basi komenti yako chini pale ukiniambia Mr. Informer na mimi nimo. Nitafurahi sana kutoka kwako. Tunayo nchi nyingine, Marekani wapo watazamaji kadha wa kadha, ambao basi hawa wanashika namba 3 katika idadi ya wale wanaotutazama na kutufuatilia. Tanzania pia hongera sana katika rekodi za watazamaji wetu. Nafikiri Tanzania inaongoza kwa 70%. Maana yake ni kwamba watazamaji wengi zaidi wanatoka Tanzania. Kwa hiyo karibuni nyote kwa wakati wote, popote pale mlipo, basi endeleeni kuenjoy wakati mnapofuatilia burudani hii. Si mbaya tukafahamiana kwa majina na kukaribisha pia. Ikiwa unataka kuweka matangazo yako katika tamthilia hii, ni wakati mzuri sana unapoona watu wanaipenda tamthilia, wanaifuatilia kwa ukaribu. Unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja kwa namba iliyoko kwenye skrini yako kwa ajili ya matangazo yako ya biashara. Huu ndio wakati sahihi wa wewe kuwasiliana nasi, na basi itakuwa ni gharama nafuu na utaweza kufanikiwa pia. Sasa tunakumbuka mara ya mwisho kijana anatokea katika mgahawa ule, wakati bosi akiwa anakaribisha wateja akadhani kwamba ni mteja. Sasa anamuuliza, umekuja kufanya nini tena hapa? Akasema, nimekuja kufanya kazi. Bado nahitaji kazi bosi. Lakini bosi aliona msichana mrembo sana barabarani, wakamkaribisha na walimuona jinsi anavyovutia. Wao wenyewe wakapigwa na butwa. Binti anaingia pale kwa mbwembwe kabisa, anakaribishwa pale aketi. Je, utapenda tukuhudumie? Wewe hebu pisha na mhudumia mteja. Basi huyu bibie aliagiza mayai na alitaka basi Dao Minshi ndo amhudumie. Sasa lakini bado kijana akawa na force kusema, labda mimi nijitambulishe kwako. Huyu si mfanyikazi wetu. Yaani kwanza huyu hata kupika hayo mayai tu hajui. Au labda wewe na yeye, labda huyu ni wewe Daxin, acha kuongea hivyo. Huyu ni nani kwani? Huyu anaitwa Shin. Kama mnavyomwona hapo hajui chochote. Sasa kijana alitakiwa aende akafanya ile hali ya kutengeneza mayai, na kweli alikwenda akafanya kitu ambacho hata bosi mwenyewe hakutarajia. Wote walitaka kuona vipi atafanya inachotakiwa au itakuwa namna gani. Sasa unaona alipika yai la kizungu kabisa. Alafu baada ya kumtengea pale mteja wake akamwambia enjoy. Mtoto kike namtabasamulia tu pale. Mtazamaji utapenda. Basi binti alianza kuenjoy mayai yale. Kula mayai yale kwa furaha kweli. Na bosi akiwa pale alisubiria kuona sifa inayotolewa. Basi binti alifurahi sana, akamwaga misifa kama yote. Sasa kijana akamuuliza bosi, kwa hiyo nimeajiriwa? Kama ambavyo mnaweza kuona kila kitu kimekaa. Sasa kidogo Daoxin akaanza kumtania. Kwa sababu ni demu wako umempikia, ndio maana unataka kuajiriwa. Bosi kidogo akawa mzito. Sema, mimi sidhani kama tunamwajiri huyu. Mimi ndio bosi hapa na naamua kila kitu. Sasa bosi anavuta mdomo kama dada. Yilin. Hebu ongea na bosi wako hapa. Yes sir, hebu sahau kuhusiana na kila kitu tu. Umejitahidi sana. Sio mbaya, umejitahidi sana. Tunaweza tukaondoka. Walipoona anaondoka, basi yule dada akamuita, akamwambia subiri. Kama yeye hata kuajiri, mimi ndo mke wake hapa. Mimi nimeamua wewe utakuwa mfanyikazi wetu hapa. Ninaamua maamuzi aliyosema yeye na yabadilisha. Ninajua kwamba wewe unaweza kabisa kufanya kazi. Hebu nenda kaoshe vyombo huko jikoni, fanya haraka.
Kijana akawa ameipata kazi kwa jinsi hiyo. Huwezi amini, huyu ndio yule Dao Mingxi anayetokea kwenye familia ya kitajiri. Sasa anatakiwa aende akaoshe vyombo jikoni. Ameamua kabisa kusahau habari za maisha yake ya kifahari. Na basi binti naye anaambia unaweza ukaja kuketi tu hapa. Waliona ni binti mrembo sana. Hata kama hali chochote muache endelee kukaa pale. Sasa Daoxin naye anafukuzwa pale. Wewe nenda kafanye kazi. Labda na mimi pia kidogo, labda unaweza ukanikaribia mke wangu. Sasa wanataka mke wake anataka naye awe kama huyo mgeni. Mambo si mabaya kwa upande wa kijana. Alianza kufanya kazi, anachoka kutwa. Ili ni katika kujiweka busy tu. Lakini usiku huo basi wakiwa wamepumzika, simu ikawa inaita. Sasa binti anaona kijana amelala, hata simu yenyewe haisikii. Kabidi asogee karibu kabisa. Ili kwanza hii ilikuwa ni simu, alafu baadaye kengele. Unajua kuna ile saa ambayo inakuwa inaweka kengele. Kwa hiyo kwa haraka haraka mtazamaji, kijana inabidi aamke mapema ili aweze kuwahi kazini. Sasa hii ndio rutini mpya ya maisha yake. Haya ni maisha mapya kabisa ambayo anaishi kwa sasa. Na unaweza kuona basi ameamua kukubaliana nayo hivyo hivyo. Ili mambo yaende inabidi yapambane. Binti yuko kwa juu kule akiwa anamwangalia mpenzi wake anaondoka design hiyo. Kumbuka kijana ameshaamua ya kwamba ataanza maisha mapya. Hataki tena kukumbuka maisha yake ya zamani. Sasa aka kamgawa kanaitwa Orange. Yani orange. Kama chungwa vile. Orange. Basi kijana alianza kazi zake kama kawaida. Ameshaanza kuzoea. Kwa hiyo hata kasi yake ya kufanya kazi imeongezeka. Unaweza kuona namna ambavyo anaweza kufanya vitu ambavyo hata bosi pia hawezi. Yani yeye anaweza kumimina glasi 2 au 3 au 4 ndani ya sekunde chache. Na kwa sababu wanakwenda kwa kasi, bosi alikuwa anatazama muda. Ni kweli anaweza kuimprove. Ndivyo ambavyo mambo yalikuwa yanaenda. Wateja wanakuwa ni wengi, wanakuja na kuondoka. Lazima uhakikishe pesa haipotei. Pale ni biashara tu. Basi unaweza kuona anajua sasa kuchukua muda. Anaweza kuhudumia kwa wakati. Daoxin alikuwa anamuonea vizuri sana, anamfurahia. Na taarifa ilikuwa inaenda kwa bosi kwamba kijana anajitahidi. Kijana anafanya vizuri sana. Basi inapelekwa order pale, bosi anaandaa kule, mambo yanakwenda kama kawaida. Binti naye alikuwa anafanya kazi ili ya kuhakikisha anachora picha zake kama kawaida. Binti ni mtaalamu sana katika masuala ya kuchora. Kwa hiyo alimchora kijana akiwa jikoni anaoshaosha madishi pale. Yeye binti ni mrembo kweli. Hakuna kingine anafanya, anakuaga anamsubiria mpenzi wake pale nyumbani. Kinachokuja ndicho anachokula pamoja. Sasa imefika siku ya Valentine Day. Na basi katika kile kamgawa ambapo basi Shankai anafanya kazi, kulikuwa kumetengenezwa keki nyingi kweli kweli. Huyu ni Chingha. Ameamua kuwa Rastaman. Dogo amefuga Rasta. Alishangazwa kuona kuna wateja wengi sana katika huu mgawa siku ya leo. Haya, risiti yako hii hapa. Unataka flavor gani? Haya, subiria kama dakika 3 utapata oda yako. Unataka flavor gani? Happy Valentine Shankai. Chingha alikuja pale wakasalimiana. We, subiri kidogo na wateja. Sasa mimi nimekaa muda mrefu sana, yani masaa yote haya. Sawa tutapiga story. Subiri kwanza nihudumie wateja. Si unajua keki ndo zinatoka. Lakini mimi nina kitu cha kukwambia. Wewe uoni kama mimi niko busy jamani, niko kazini. Basi kubali utapata dina na mimi leo. Kwa hiyo ndo kilichokuleta. Unataka tu kula dina na mimi nitaenda kula dina na mama nyumbani. Basi samanini wateja wangu, ngoja tuendelee na kazi kidogo Chingha, hebu tutaonana baadaye basi. Chingha mkorofi sana. Mteja akaja pale. Mimi nataka ya chocolate. Sawa. Ipo pia ya ladha ya limao kidogo. Unaweza pia kuifanya kama zawadi kwa rafiki yako. Basi siku ile biashara ilikuwa inatoka kwa kweli. We Chingha, mbona kila saa unanisumbua? Mimi niko kwenye kazi eti. Lakini leo ni Valentine bwana. Sio mbaya kama tumeonana kama hivi tukaongea kidogo. Lakini mimi sina muda, niko kwenye kazi Chingha. Kaka unaweza ukalipa dola 300 Keki zinauzwa zinatoka kweli kweli. Sasa mimi kuna mambo nimeandaa. Inahusiana na mambo ya restaurant. Lakini ninataka tuwashe baruti. Sasa hiyo itakuwa nzuri sana. Mteja alifurahia ile idea. Bila shaka jamani hamtakosa. Wewe umejuaje hilo? Umeshawahi kujaribu? Mimi nitachagua siku gani tufanye. Mimi sikuwa nikwambie niko busy, nafanya kazi mpaka usiku. Jamani nawatakia Valentine njema.
Mwingine akaja akasema anataka ya strawberry. Wateja ni wengi kweli kweli. 话不是这样讲啊，你不要恶意中伤人嘛。 Sasa yule Dioxin anapiga kelele kweli kweli. Vitu vingine sio vizuri kuambia wateja. Mteja hawezi kujisikia vizuri. Basi kama utaki niwaambie wateja hivyo ondoka. Siwezi kuondoka. Mimi kwanza nimeshamaliza kazi zangu. Kwani nani alikwambia ufanye hizo kazi? Sasa wakaanza kubishana mtu na bosi wake. Hebu acheni kelele bwana. Vitu gani mnafanya hapa? Hamna shida, mimi nitafanya. Dao Minshi anaposikia wanavutana kidogo, yeye huwa anafanya, hataki mambo mengi. Kumbuka anapitia kipindi fulani katika maisha yake, akiona kuna kamzozo kidogo wanavutana hapa na pale, yeye hujitoa kwenda kufanya, ili mradi tu basi pasiwe na mlolongo wa mvutano ambayo basi nawafanya waishilie kugombana. Ugomvi uliokuwa umefanyika hapo ni kwamba tu huyo Dioxin alikuwa anataka aoshe vyombo. Boss anasema hapana, utaosha vyombo. Ndio sasa Dao Minshi akaamua kuchagua kwenda kuviosha vyombo vile. Na wameshajua wakati mwingine wanafanya makusudi, wanajua jamaa anajituma sana. Unajua tena anataka kujitengenezea mazingira mazuri pale ofisini, kwa hiyo wanajua kila kitu kitakapo. Lakini wakati alipokuwa basi anakaribia kumaliza kazi yake pale, palikuwa na bahasha moja imewekwa juu ya sahani. Aliamua kuifungua ile bahasha ili kuona ndani kuna kitu gani. Sasa unajua kabisa ni kawaida inapofika majira ya jioni huwa anawekewa pesa zake kwenye bahasha. Mara ya kwanza alipatiwa keshi yake ilikuwa amepewa mkononi kawaida tu. Ilikuwa ni kama commission. Leo alimfuata bosi wake mpaka pale. Alipofika pale akamwambia asante. Nafikiri huu ndo mshahara wangu kwa mara ya kwanza. Hicho ndicho ambacho umeweza kupata baada ya kazi uliyoifanya. Mimi kwa kawaida uaga na walipa wafanyikazi wangu mshahara unaotosha. Sasa leo ni Valentine Day. Nenda katafute demu wako muende out. Na kweli huyu jamaa yuko vizuri sana. Umeanza kuona wivu Mtu na mume wake akaanza kuzungumza. Akasema lakini Yesha sio girlfriend wangu. Basi hapo umefanya makosa, huu mshahara inabidi tuurudishe. Yaani kumbe yule dada sio girlfriend wako bwana. Hali unamwacha demu mzuri kama yule unamwachaje bwana? Bosi wetu wewe unaonaje? Wewe leta hiyo pesa, ni ya watu wewe. Hebu leta hiyo pesa, wewe leta hiyo pesa hapa. Nimesema leta hiyo pesa. Hebu acheni kelele jamani. Nyinyi mko kama watoto yani. Leta hiyo pesa. Sasa bosi kakasirika. Baada ya pale akamwambia, lakini sikiliza nikwambie, kama ni wako au sio wako, unastahili kupata mshahara wako. Na unatakiwa ufanye kazi kwa ajili yake. Haya, chukua pesa yako. Akasema basi sawa, nitamshukuru Yesa. Hiki ndio kitu kizuri sana kufanya kwa ajili ya maisha yako. Nawashukuru sana, nawashukuru sana. Kwa hiyo mnanishauri nikafanyie. Ngoja nikushauri mzee. Ngoja nitafute kitu cha kukushauri. Hebu tafuta kitu kizuri kwa ajili yake. Peleka zawadi. Kuna idea nimepata. Unaonaje ukifanya kitu fulani, labda ukamwalika dina ya Valentine. Special kabisa. Hapana, sio hiyo. Kwa nini tena? Hiyo utaweza kaka, utaweza. Lakini kwa nini sitaweza? Sasa wewe uweze hata kupika mayai. Sasa bosi akaanza tena kumchokoza. Lakini si nimeshajifunza na najua. Sasa wakaanza kumchokoza wewe. Kijana amefika mida yake ya kwenda nyumbani. Wanafikiria idea gani wampe? Mimi nakuhurumia sana. Utamweza kweli yule dada mzuri namna ile? Mimi ndio mfalme wa jikoni. Sasa huyu bosi anaitwa Lu. Anaitwa Lu. Mkewe anaitwa Yele. Kwa hiyo basi pale wakawa sasa wanashangilia. Ni kama vile wameamua wataandaa hiyo dina wao. Na huyu mfanyikazi wao mwingine anaitwa Daox. Jamani, kama vipi mimi nawaza angepikiwa spaghetti moja hivi hatari. Sasa unajua tena mambo ya watu wanaopika pika. Wakiongea habari za upishi, wanaongea kwa mbwembwe sana. Kwa hiyo basi kijana baada ya kupata pesa zake alipita jioni mahali fulani. Akaweza kuchukua vitu vingi kabisa
Yote hii ni katika kuhakikisha ataweza kuandaa special dinner kwa ajili ya huyo mpenzi wake. Ameambiwa atengeneze spaghetti kali sana. Na walikuwa hawaamini kama ikiwa basi atachukua vitu aseme ataenda kupika nyumbani. Walikuwa hawaamini kama hata hiyo spaghetti yenyewe ataifanya iwe nzuri. Kwa hiyo aliondoka kwa hiyo idea kwamba anaenda kuandaa spaghetti. Sasa hatujawahi kumuona akipika spaghetti. Je, atajua? Kwa hiyo walimuandikia kila kitu na yeye anataka kuona je kila kitu kipo kweli. Sasa anajitahidi kweli kweli. Basi tu katika kuhakikisha mambo yako sawa. Sasa kuna vitu hamna, akaenda kamgongea bibi. Bibi bibi akatoka. Nilikuwa nauliza una viungo vya mboga? Viungo vya mboga saizi unataka kupika chakula? Sasa bibi anashangaa, huyu kijana vipi? Sasa tayari ameshajua ni nini ambacho kijana wake anataka. Kwa hiyo haraka haraka akaanza kumuelekeza. Sasa unamenya nyanya. Sasa angalia bibi naye nyanya anaziweka kama zilivyo. Sasa unachukua muda mrefu kukata wakati wote huo. Hebu sogea nitakusaidia. Hebu sogea bwana, nitakusaidia. Nataka kufanya mimi. Haya, chukua hii, nenda kaoshe. Toa, hakikisha mchanga wote umeondoka. Viwe visafi vizuri. Bibi kaona ampe kazi. Wewe nenda, mimi nitapika. Yaani tayari wameshaanza kupatana na yule bibi mwenye nyumba pale. Mambo sasa hivi yanaenda vizuri sana kwa upande wao. Kijana anaenda kuosha vitunguu vile, sijui ni viazi, sijui ni kitu gani. Yuko busy kweli. Haya, alienda kufanya kile ambacho ameelekezwa, lakini wakati huu na mimi nakukumbusha pia. Hebu mtazamaji, fanya hima subscribe kwenye channel yetu hapa. Hakikisha umesubscribe. Kama unatazama hii sasa hivi na unanisikia, subscribe. Kama haujawahi kusubscribe, tafadhali tunaomba usubscribe. Hakikisha una like, una comment, una share pia. Na hakikisha unapo like ama kucomment, unapo comment andika jina lako pia. Yaani tuambie, unless labda unaweka emoji tu. Lakini nitafurahi nikiona unatuambia wewe ni nani. Nitafurahi sana ikiwa nitapata angalau comment yako na isoma pale na ambiwa wewe ni fulani. Haya, kijana leo basi baada ya kupewa ile kazi na bibi, alipata mbinu ya kufanya kile kitu kwa urahisi zaidi. Sasa anatumia muda mwingi kulikweli kufanya kitu kimoja. Na bibi kule anasubiria hivyo ambavyo amemtuma ili viweze kwenda kutumika tena kule jikoni katika mapishi yake. Amepata wa kumsaidia. Sasa bibi amesubiri wakati anasubiri kijana huyu hapa. Unaweza kuona bibi naye machozi yanamtoka. Ni vitunguu, utafikiria ni amepigwa. Kumbe basi. Haya, bibi uko chapo. Yaani umeshafanya kila kitu. Sasa namuona bibi analia. Sasa unalia nini tena? Kaanza kumfanyia massage. Acha kulia basi. Nifanyie massage kwa huko kwa mgongoni huko. Kampa massage. Wewe, hiko ni nini? Nimevifungua hivi, nimevimenya afu nikaviosha. Si unaona ukiviweka hivi unasikia uko ndani sijui kuna nini. Hebu acha wewe, nitafanya mimi mwenyewe. Kwamba sijapatia. Hebu toka, pita huko. Sogea. Bibi leo anaamua kufanya kila kitu mwenyewe. Haya, wakati bibi anamuelekeza anamwambia wakati mwingine tukiwa hapa kuna vitu inabidi ufanye. Lakini sasa huwezi kufanya ukiwa unafanya hivyo taratibu. Hapa tukishaanza kupika ni chap unaweka vitu vinaiva. Anamwambia basi haina shida kwa sababu umenielekeza nimeshajua najua nini cha kufanya. Kwa hiyo basi sasa gesi anajua kuwasha. Sema lakini kweli kumbe kuna kuaga na Valentine kila mwaka. Huko nje naona napo mvua inanyesha. Mbona mimi naona kuna jua? Mimi miguu imeshachoka. Ngoja niangalie kidogo nipunge upepo hapo. Kwa hiyo akaachwa mwenyewe pale jikoni.
Haya, kama ambavyo unaweza kuona kijana basi alianza kupika. Sijui amepatia wapi experience hii, lakini ukweli ni kwamba ghafla tu ameanza kuwa na maisha ya tofauti, maisha ambayo hayafanani kabisa na maisha ya Dao Mingxi yule tunayemjua. Kijana wa kishua ambaye basi kwao si kwamba kuna tabu yoyote, ana kila kitu anakipata nyumbani kwao, lakini basi unaweza kushuhudia kile tunachokiona ni maisha ya tofauti kabisa kumuhusu yeye. Basi baada ya sekunde chache unamwona anakwenda pale, anakwenda na geuza na nini, lakini upande ule pia anatengeneza vitu fulani kama decoration, mapambo. Alipata muda kidogo anaonja. Hii ni kuonesha basi kwamba ameimprove sana. Onja kidogo, vipi imekolea. Basi anaona vitu vinakwenda vizuri. Hii ni kusema basi kwamba mtoto wa kike akirudi lazima atafurahia sana. Maana yake kila kitu kinakuwa ni surprise. Alikuwa anategea sekunde kwamba ataacha kwa sekunde kadhaa, alafu baada ya hapo anakuja anageuza tena. Alitumia kitu fulani kama stopwatch hivi. Basi anafanikiwa kutengeneza kitu kitamu sana. Kijana anatabasamu muda wote. Huyu sio yule Dao Mingxi ambaye tumemzoea kununa muda wote. Sasa angalia wenzia wanafanya kazi za maana. Wako ofisini na nini. Sasa huyu tunamjua anaitwa Semeni. Wewe Qinghe. Niambie Qinghe. Nini shida? Haya, basi hii simu ilikuwa imepigwa na Qinghe. Bao Fanhu de儿子, ni zao dao ni sema shi a? Wewe unanitakia nini? Haya, tazama basi mtazamaji, leo tunashuhudia muziki safi kabisa ambao unapigwa hapa. Hii maana yake ni kwamba Lei leo ameamua iwe ni siku ya kipekee. Sasa tunajiuliza anampigia nani chombo hiki? Je, anayepigiwa muziki huu anaweza kuwa labda pengine ni Shankai ama ni nani? Lakini unaweza kumwona basi Qinghe naye alipata time ya kutoka na washikaji zake hao ambao sasa wameanza kuwa karibu naye tangu baada ya kujua kwamba ni rafiki yao na Shankai. Sasa anaulizwa vipi Shankai yuko wapi? Anasema atakuwa busy na kazi zake. Kwa hiyo mimi nimeamua nimwache tu afanye mambo yake. Sasa mimi nitamlazimisha vipi? Jamaa wakaanza kummind. Ni ukweli kwamba leo ni Valentine, lakini yeye amechagua kwamba atakuwa busy tu. Sasa mimi nitafanyaje? Hainogi kabisa kweli. Tuko hapa, tuko na Dao Mingxi. Shankai naye amepotea tu juu kwa juu. Yaani kuna kahali fulani, kahisia fulani hivi, kaupweke. Na una maana gani kusema yote haya? Point yangu ni kwamba yani inabidi tungetakiwa wote kuwa na umoja. Ikiwa basi Dao Mingxi yupo, nafikiri sisi kwa umoja wetu tunaweza kufanya mambo yetu yakawa mazuri zaidi. Sawa basi kabisa. Kwa hiyo ulikuwa umepanga kufanyaje? Au umepanga umpe nini Shankai? Nimefikiria vitu vingi, nimenunua zawadi kwa ajili ya Shankai. Pamoja na nyinyi pia nimewaletea zawadi. Unajua nini, sasa mmeshakuwa marafiki zangu. Nataka ningepata kama pete ya almasi hivi, saa fulani vya dhahabu. Vitu fulani vya kuvutia. Lazima pia tuoneshe ukaribu wetu, ushirika wetu kwa kupeana vitu vizuri, zawadi kama siku ya leo. Lakini pia Shankai kuna zawadi zake ambazo alitamani pia azipate. Haya mtazamaji, tunaendelea mbele kama kawaida, burudani inaendelea. Kumbuka basi ndio kwanza tupo katika episode ya 17. Na basi tukutane katika episode inayofuata kwa muendelezo zaidi mtazamaji. Mimi bado niko na wewe na nataka kuhakikisha basi burudani lazima ikufikie kama inavyotakiwa. Jina langu naitwa Michael Lukindo. Hakikisha una subscribe, hakikisha una bofya notification bell, na hakikisha unafuatilia kisa hiki mpaka mwisho, tujue basi kijana wetu basi kwa kile kitendo anachofanya pale ni nini, tutarajie nini ambacho kinafuata. Kuna mengi bila shaka ambayo tunataka kuyaona, lakini bado tujajua ni nini ambacho kinakwenda kutokea. Basi ngoja tu pause kuanzia hapa, alafu tutakutana kwenye episode ya 20. I mean kwenye episode ya 18.